Tunamtukuza Mwenyezi Mungu kwa wema wake na kwa fadhili zake azupaye siku zote. Tunamwinua Bwana kwa mkono wake wa dhamana tena wenye nguvu, ambaye anatupa kila wakati. Ukuu wake na uwepo wake umekuwa nasi, na tunashukuru Mungu kwa ukuu wake na saa wema wake anayetupa kila siku. Tunajenga katika neema ya Mungu, na siku zote katika mnara wa rehema tunatangaza kuna Mungu ambaye anatenda makubwa. Katika neema yake tunaona mkono wake ukiwa pamoja nasi. Sasa nasema hivi, aliyetuleta leo ni mwaminifu, na tunasonga pamoja katika habari za neno lake. Tunaenda moja kwa moja kwa mnara wa rehema, na ninaamini pana baraka za kutosha mahali pale pia. Katika makala haya leo tunatazama katika mapenzi. Tunapenda mtu aliye na mapenzi na ni mpenzi wa maombi. Mungu anapendezwa na mtu aliye mpenzi na anapendezwa na maombi. Unajua, wakati wote Kristo alipokuwa nasi duniani, ama alipokuwa hapa duniani, aliwafunza wanafunzi wake masaa yote jinsi ya kuomba. Na hata kuna nyakati aliwaambia, ombeni nami hata lisali moja, maana jaribio linapokuja kwetu ni zito, ambalo Mungu anataka tupate nguvu. Ombeni hata lisali moja peke yake, ili tuone neema ya Baba ikitosha. Na naamini hivi, kuna nyakati za maombi na inahitaji tuombe sana, ili Bwana atusaidie wakati vitu haviendi sambamba. Pia natamani mtu ambaye anajenga katika mnara huu awe mwanafunzi, na pia zaidi ya yote awe mwalimu. Maana anapokuwa mwanafunzi atajifunza kwa wengine wanaoendelesha habari za Mungu, na zaidi ya yote pia katika safari ya kujifunza kwa wenzake, pia atakuwa mwalimu wa kuwafunza wenzie yale ambayo alijifunza toka kwa wengine. Maana hata Israeli waliambiwa, mwafunze watoto wenyu, na watoto wenyu watafunza watoto wenyu, ya kwamba jambo hili lisiondoke katika kinywa chenyu siku zote, jinsi Bwana alivyowatendea na kuwafundisha. Basi tunapojenga katika mnara huu wa rehema, natamani pia tuwe walimu na pia wanafunzi wazuri, wanayeshika wanayefundishwa wakiwa katika darasa. Pia mbali na hayo, natamani Mungu akupe moyo wa ufahamu wa neno lake. Maana neno lake lijapo kwetu lahitaji kuwa na ufahamu wa kila siku. Tuwe na ufahamu wa neno lile, ya kwamba tunapolipokea neno tuna ufahamu wa kutosha. Tunaweza likumbuka neno lile, tunaweza waambia wenzetu, tunaweza watia wenzetu moyo katika neno lile, na siku zote tutakuwa ni baraka sana. Zaidi ya yote, tunapojenga juu ya mnara huu, natamani tuwe watu wa kuigwa. Watu wanaweza jifunza kwetu, watu wanaweza peana mfano wetu, ya kwamba mtazame yule Mungu jinsi amevyomtetea, mtazame yule jinsi Mungu amemsimamisha, mtazame yule jinsi Mungu amemtetea. So ni jambo la maana sana katika mnara huu, tunapojenga tukiwa katika mausia, tukiwa katika sehemu za kujua neno lake Mungu linahitaji nini kwetu. Unaona, siku zote neno linasema, lakini mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani. Basi siku zote sitasahau kukupea jambo lile, ya kwamba imani itakusaidia kuenda mbali. Imani ulionayo itakusaidia kujenga vitu vikubwa. Imani ulionayo itakusaidia kufanya mambo ambayo watu wengine hawajawahi fanya. Mahali watu wenye hawakufika, ukiwa na imani utafika pale. Watu wenye hawakukanyaga, ukiwa na imani utakanyaga pale. Watu wenye milango ingine ilifungwa na haijawahi funguliwa, kwako milango ile itafunguliwa. Kwa nini? Una imani na mambo unayoyafanya ya kwamba yanawezekana. Basi siku zote kuwa mtu ambaye yuko na nguvu, yuko strong katika imani, anajijenga katika imani, na upendo wa Baba hautaondoka katika kinywa chake siku zote. Nasema pia ni mtu ambaye anasimama katika imani na kujenga mambo yake thabiti katika imani. Ni mtu ambaye anakuwa katika viwango vingine, anakuwa katika viwango vya maombi. Unapojenga unatamani kitu unachokijenga kile uone kinaendelea kusonga mbele. Maana kama unajenga ghorofa, unahitaji uone umemaliza ghorofa la kwanza, unaendelea la pili, la tatu. Kwa nini? Unahitaji vitu vikue. So kama mtu ama mtumishi ama mtu ambaye anamtegemea Mungu, siku zote tamani kukua katika viwango vingine vya kila siku, na siku zote kuwa mtu ambaye anaamini Mungu, ana imani na pia anamwamini Mungu. Yani ana doubt na Mungu wake, anaamini Mungu wake atatenda tena makubwa.
ya kwamba hata kama atatupwa katika moto, anaamini moto utamkataa au utamchoma. Yaani moto utakataa kuchoma maisha yake, moto utakataa kuchoma nafsi yake. Kwa nini? Yeye ni zaidi ya moto, maana moto ulio mkuu kabisa ni Mungu. Mungu anasema yeye ni moto ulao, zaidi ya moto. So anaamini na ana imani na tena anakuwa na tumaini ndani ya Mungu yule, ya kwamba licha ya haya tunayapitia, Baba Mungu angali pamoja nasi. Jambo lingine ni mtu ambaye katika safari zake zote anaishi maisha ya kiroho, maana anaamini Roho akiwa naye katika ujenzi na kujenga katika mnara atapata ufahamu wa kusonga mbele. Maana watu waliojazwa Roho wa Mungu, Baba huzungumza nao kila wakati, na hata katika maandiko amesema wazi, wasio na Roho wa Baba hao si wangu. Natamani katika ujenzi wa mnara huu, pokea nguvu za Roho, pokea hekima ya Roho, pokea uwezo wa Roho, pokea kibali cha Roho, ili unapojenga, Roho wa Mungu anakusaidia kuzisongea hatua za baraka, kuzisongea hatua za kuinuliwa, kuzongea kibali cha Baba. Na naamini katika neema hii, siku zote tujengapo katika mnara huu, kuwa mpenzi na mtu anayependa kuwa na maombi siku zote, na anatamani Bwana amsaidie katika neema ya maombi siku zote. Ni mwalimu tosha, pia ni mwanafunzi, akatipo chini akifunza na yapokea mafundisho, na pia anaweza sambaza mafundisho yale kwa wenzio, habari za Mungu na uwezo wa Mungu. Jambo lingine ni mtu wa kuigwa, watu wanatamani kuiga kwake na kutaka kujua mengi kutoka kwake, maana ni mtu aliye na mafundisho, na zaidi ya yote ametika mizizi katika neno, amelipenda neno, anakaa neno, anakula neno, anafikiri neno, anawaza neno, na neno linakaa ndani yake. Kila jaribu litakalokuja atasema imeandikwa, na atasema kulingana na maandiko, na Baba atakuwa pamoja naye. Asante, imekuwa ni mnara wa rehema. Asubuhi njema ya kubarikiwa kabisa. Matthew Ndeva ndio jina langu, Radio Fortune Africa. Asanteni popote mlipo, na Mungu awatende mema, wabariki kabisa. Zaidi ya yote, msichoki kusimama na kituo hiki kwa hatua ya kununua transmitter nzuri, mtambo wa nguvu utakao tusaidia kupeperusha matangazo na kuwafikia wengi kwa njia iliyo bora tena kupendeza kabisa. Nasema hivi, 4561468 ndio till namba yetu. Tuma chochote ulicho nacho na Mungu atakubariki sana. Asante na karibuni sana, na Mungu awatende